Yanaendelea au kile kinachoendelea katika nchi ya Tanzania na kwa watu mbalimbali ambao ni miongoni mwa wenye nchi au wahusika wenyewe wa nchi. Nazungumza hivi kwa sababu ukiangalia na ukiona namna ambavyo wenye mamlaka, watawala au wenye cheo au yeyote ambaye anajiona kwamba na uwezo vile walivyo na uhuru wa kufanya chochote vyovyote utakavyo. Nasema dunia au wanadamu au mtu yeyote usijisahau, kwa sababu sisi kuishi ni leo na vile utakavyotegemea kuishi kesho itatengenezwa na leo yako. Kwamba leo umefanya kitu gani kinaweza kufanya kesho ukaishi salama au usiishi salama. Nikumbushe yote mwenye mamlaka au mtawala au mwenye uwezo wote ambao unajiona una nafasi yoyote au aweza kutoa tamko lolote kwa watu wako au watu walio chini yako. Maandiko katika Mithali 29 anasema, wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, lakini mwovu atawalapo watu huugua. Kuna wakati fulani mazungumza kwamba je, nyinyi ambao mnajiona mko juu wenye mamlaka, kama mnahisi kwamba nchi iko salama, watu wanaishi vizuri, mngetafuta nyie wenyewe mje muulize watu walioko huko chini, kweli wanaishi vizuri au mnaletea taarifa za uongo? Kwa sababu ukisema wewe unaendelea vizuri na ukiangalia kwa asilimia kubwa ambao wanahusika kupongeza kwamba viongozi tuko vizuri au wako vizuri, ukiangalia ni asilimia kubwa ni wale ambao wananufaika nao viongozi au ni wale ambao wako kwenye hizo system kwa namna moja ama nyingine, ndio ambao huwa wanahusika sana kusema serikali iko vizuri, viongozi wako vizuri, hakuna shida yoyote. Lakini ukiangalia watu wa chini wanajuta, wanaumia. Nazungumza kwa sababu gani? Mchungaji Albert amechukuliwa jana na polisi, jeshi la polisi, na kwa muda mrefu kutokuonekana kwamba yuko wapi. Lakini ukiangalia ni kwa sababu gani vitu vinafanyika vitu kama hivyo? Kwa sababu wenye mamlaka huenda kwa namna moja ama nyingine sio watu ambao wanatafuta au wanaonekana kwenye njia za haki. Sio watu ambao wanatafuta kwa namna moja ama nyingine watu wafurahie uwepo wao, watu waishi vizuri. Nakuta kwa sasa kiongozi yoyote na mtu kwa asilimia kubwa wenye mamlaka mna namna nyingi za mashaka na ndio maana huenda mnahusika kukamata watu mkitafuta kama mtakuwa salama, kumbe sivyo ilivyo. Kwa sababu wewe kama una kitu timamu hutatafuta umpoteze mtu mwenye haki, mtu anayekuonya, kwa sababu huyo huenda ndiye anakupenda kwa dhati kutoka moyo ndani. Vinginevyo huenda pasipo mashauri yake wewe usingekuwa hapo ulipo. Pasipo mashauri yake huenda kuna mahali ungefika mbali zaidi. Huenda kwa asilimia kubwa hata kama amani ka sehemu kachache kalikopa ambako tuko salama mpaka sasa, huenda hao wenye haki ambao huenda wanakuwa wanakemea maovu kwa namna moja ama nyingine wamehusika jamii za watu fulani kupunguza kufikiria kufanya uovu, kupunguza kutafuta kufanya maovu, kwa sababu huenda zile sauti zimeingia ndani ya mioyo yao kutafuta kushawishi kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwanza kutafuta kuwapoteza watu kama hapana, msijue kwamba kwa njia hiyo ndipo mtatuliza na nchi kana amani. Hapana, ni bora mngetafuta kwamba huyu mtu kwa nini anazungumza kwa sura kama hii, kwa nini mtu anatamka lugha kama hizi hapa, huenda kuna mahali hapako sawa. Mtafute wewe mtu zungumza naye kwamba kwa nini umeongea kwa sura kama hii, akuelekeze kama nimezungumza kwa sababu gani, kwamba huenda kuna mahali hapa kilifanyika hiki hamkufanyia kazi, kimefanyika hiki hamjafanyia kazi, ndio maana nimeamua kuongea kwa lugha kwamba labda huenda kwa hapa mweza kusikia. Lakini kama usipokuwa na uelewa, usipokuwa na ufahamu, utakuwa unatumia hiyo mbinu kutesa watu, kuumiza watu kwa namna moja, kwa sababu wewe utajua ndio ni kama mtajiokoa, kumbe ndivyo unaongeza tatizo. Kwa sababu msizani kwa njia kama hiyo ndipo mtafanya watu waacha kuzungumza ukweli au halisia wa mambo. Katika Mithali hiyo 28 mstari wa 16 anasema, mkuu aliyepungukiwa na akili huwaonea watu sana, bali achukiaye kutamani ataongeza siku zake. Yaani mkuu mwenye ufahamu, mtawala mwenye ufahamu, mwenye hekima, mwenye maarifa, hata tafuta kutesa watu ili awe salama. Hapana, atatafuta kwa namna moja ama nyingine asiwaone watu, atafute urafiki na watu, ajue namna ya kusolve matatizo ya watu, sio kuwatesa watu. Kwa nasema kilichofanyika kwa mchungaji Albert sio sawa, kwa sababu swala kama alikuwa na shida mngetafuta muulize kwamba kwa nini unaongea, yaani kama kuna shida mngemtafuta, kwa nini anaongea kwa lugha kama hii hapa, kwa nini anazungumza mambo kama hayo, kuna shida gani? Hivyo mngetafuta suluhisho kuliko kutafuta kuwakamata, kuwatesa, kuwapeleka sema ambazo ndugu zao utakuwa unahangaika kwamba kwa nini huyu mtu aonekane. Kwa nasema tu wewe mwenye mamlaka, mtawala yote, usijisahau, kwa sababu naamini tu kwa namna moja ama nyingine kama mtatafuta kuzungumza na watu ambao wanakuwa wanatamka lugha kama hizo, mtatafuta suluhisho la kweli kuliko kwa njia ambazo mnatumia kuwachukua watu, kuwaficha sehemu ambayo ndugu zao watashindwa kuwaona. Wenye mamlaka usijisahau, kwa wewe yote ambaye una mamlaka, una cheo, jipeleleze kwamba je, watu wanafurahia utawala wako au wanateseka? Kama wanateseka, tafuta kujiuliza kwa nini wanateseka. Kama ufurahi, kwa nini? Nimesema msitafute kupata taarifa za watu walioko huko juu peke yake. Tafuta kuuliza wahusika wenyewe, kweli mnanielewa? Kwa sababu mnakuja kuomba kula watu wa chini, lakini wakilalamika kero zao hamwasikilizi. Wanadamu msisahau, kwa sura kama hiyo nataka yote mwenye mamlaka, mwenye cheo, ujiulize, utafakari, kwa nini watu wanaugua? Kwa nini watu wanateseka? Na kama wanateseka nifanye nini ili watu waache kuteseka, waache kuumia? Wewe kama akili usitafute kuwatesa watu, usitafute kuwaonea watu, kwa sababu naamini ukiwaonea huenda wapo wengi ambao watamkania kwamba pana huyu mtu huenda amezungumza jambo la maana, tumuunge mkono. Ndio maana wengi wao hata mkiwao bado watu huongezeka na huonekana kwamba pana huyu mtu alikuwa na nia njema. Kwa mtawala yeyote, mwenye cheo yeyote, mkuu yeyote, ujiulize, ujitafakari, watu wanafurahi au wanateseka ukiwa unatawala wewe au unaongoza wewe. Neema Kristo Yesu pamoja nawe. Amen.